shauri la maombi ya jinai ambao asili yake ni maombi ya tunaita nipeleke mahakamani au niachie huru kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, lakini kwa lugha ya Kiingereza tunasema take me to court, na lugha ya Kilatini tunasema habeas corpus, kwamba tulikuwa tunaomba nafuu za kumtaka Patrobas Katambi ambaye alikuwa mlalamikiwa namba 1 kwenye shauri hili ambalo linawahusu wanafunzi wa vyuo vikuu ambao ni viongozi wa Chadema katika vyuo. Na katika shauri hili mlalamikaji wa kwanza ni Mwalwange, bwana Noah Mwalwange, ambaye yeye pamoja na wenzake watatu walikuwa wamemlalamikia Patrobas Katambi, wamelalamikia Inspector General Police, manake mkuu wa jeshi la polisi nchini, IGP, RPC ambaye ni mkuu wa ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa upelelezi mkoa wa Mbeya RCO, lakini mkuu wa polisi wilaya ya Mbeya mjini, na walalamikiwa wengine wa mwisho wawili ni mkuu wa kituo cha polisi cha kati Mbeya pamoja na mwanasheria mkuu wa mashtaka nchini. Na katika maombi haya yalikuwa nakuja leo, yalipangwa leo kuja kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Kalunde, lakini hayakuweza kusikilizwa kwa siku ya leo kwa sababu wale walalamikiwa wa 6 kati ya walalamikiwa 7 kwenye shauri hili ambao ni Patrobas Katambi hakuweza kufika siku ya leo, lakini pia IGP hadi mkuu wa kituo cha polisi cha kati cha Mbeya nao wote hakufika. Aliofika ni mwakilishi wa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP, na wakati amri zinatolewa mahakamani kuangalia kama shauri linaweza likaendelea kusikilizwa kwa siku ya leo au la, ikaonekana kwamba haliwezi kuendelea kwa sababu kwanza wakili wa serikali ambaye ni mwakilishi wa DPP, mkurugenzi wa mashtaka nchini, alikana kwamba yeye hawawakilishi washtakiwa walalamikiwa namba 2 mpaka namba 5 ambao ni idara za jeshi ya polisi, maafisa wa jeshi la polisi, kwamba alitaka, kwa maelezo yake wakili wa serikali anadai kwamba wao watakuja kujitetea wao wenyewe. Yeye anamwakilisha mkuu wa mashtaka nchini, mkurugenzi wa mashtaka nchini, lakini wakati huo Patrobas Katambi pamoja na kwamba alijulishwa kwamba kuna shauri linaendelea linalomhusu yeye, hakuweza kufika katika mahakama kuu ya Mbeya ambayo leo yalipangwa maombi ya kusikilizwa. Kwa mahakama imetoa maelekezo, imetoa amri ambazo kila mtu anapaswa kuzijua kwa sababu ni amri za mahakama, kwamba Patrobas Katambi, IGP, RPC, RCO, OCD pamoja na OCS kwa Mbeya, lakini IGP kwa nchi nzima na Katambi pamoja, wote wapewe wito upya ili waweze kurudi mahakamani na kujibu malalamiko ambayo yameelekezwa kwao. Na kingine, amri ya mwisho ambayo ilitolewa ni kwamba washtakiwa au walalamikiwa wawasilishe majibu yao ambao ni viapo kinzani siku 3 kuanzia siku ya kesho, ndani ya siku 3 kuanzia siku ya kesho ya tarehe 24. Kwa tarehe 29 tutarudi mahakamani ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano ijayo 29 mwezi wa 7 2026 kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa. Tunasema hayo kwa sababu hili jambo lina maslahi kwa umma. Kila mtu anataka kujua hatima ya hawa vijana wako wapi. Wanafunzi wenzao wanataka kujua, uongozi wa chuo pia unataka kujua, lakini pia wanachama wa Chadema nchi nzima pia wanataka kujua, na walioko nje ya nchi pia wanataka kujua kwamba hatima yao vijana iko wapi. Na hata wenyewe walalamikaji hawakuweza kufikishwa mahakamani, pamoja na kwamba jeshi la polisi wanaowashikilia vijana hao wanajua kwamba leo kulikuwa na shauri linawaruhusu, na hakuna namna nyingine ambayo wangeweza kufika pasipo kufikishwa wao na jeshi la
la polisi. Kwa hiyo sisi tumepokea maelekezo ya mahakama kwa mikono miwili, na tunashukuru mahakama kwa hayo maelekezo iliyotoa, na tutakwenda kutekeleza hizo amri kwa kupeleka wito kwa mara ya pili kama ilivyoelekeza, ili waweze kuja na amri zingine ziendelee kutekelezwa kama mahakama ilivyoagiza. Nini ambacho kilikwamisha kupata wito kwa mara ya kwanza kwa mtu? Wito ulipelekwa na dalali wa mahakama process server na viapo vilipandishwa, lakini ni busara ya mahakama imeona kuliko kuendelea kusikiliza ex parte, basi kila mlalamikiwa kwenye shauri hili, kwenye maombi haya, akapelekewe yeye personally. Na ni kawaida, tuliona kwamba serikali, taasisi zote za serikali huwa zinawakilishwa, ni takwa la kisheria, zinawakilishwa na mawakili wa serikali, lakini tulichoshangaa leo ni kwamba wakili wa serikali amekataa kwamba hawawakilishi. Kwa hilo ni jambo ambalo limejitokeza leo mahakamani, kwa hatukulitegemea, isipokuwa tulitegemea labda Patrobas Katambi ndio awe na wakili wake binafsi, lakini halikuwa kama ambavyo tulikuwa tumelitarajia. Kwa sisi tutatekeleza amri ya mahakama kufanya reservice, kupeleka wito upya. Patrobas Katambi anashtakiwa yeye kama yeye, sio kwa cheo chake cha anashtakiwa yeye kama mwanasiasa, kwa sababu kuna namna ambayo tutakwenda kuithibitishia mahakama, nisiseme leo, tutakwenda kuithibitishia mahakama uhusika wake kwenye hili jambo.